Lakini kulikuwa na swala ya tathmini ya fidia ambazo tumezitoa katika kipindi hiki. Nakumbuka hapa nilikuwa na yes, hizi hapa. Tumefanya tathmini katika haya maeneo, hususan yale maeneo ambayo tumeyataja ya Fumba na maeneo mengine, na katika maeneo haya jumla ya shilingi bilioni 7,279,393,356 hizi zitahusika na kuwalipa fidia wananchi pale maeneo ya Fumba. Na pale kuna miradi mingi tu. Kuna mradi ule niliuzungumza unaohusiana na kile chuo cha IT madrasa cha India. Kuna mradi wa ujenzi wa barabara zile kilomita 8 ambazo nimezungumza. Lakini pale eneo la Dimani Ndambani, wananchi karibu 291 watalipwa si chini ya bilioni 2 kwa ajili ya kulipa fidia. Kwa hivyo ninawaomba wananchi wa Dimani wakae wasio na taharuku. Pesa hizi tayari tumeshazifanyia tathmini, tutazipeleka serikalini tupate ruhusa ili tuweze kuzilipa. Kulikuwa na eneo la mradi wa golf. Ile eneo mwanzo tulikuwa tumempa Idris Alba kwa ajili ya kutengeneza film studio. Lakini kwa kuchelewa kwake sasa, na kwa sababu alitaka eneo lingine, eneo hili sasa tumeona litengenezwe golf course yenye vishimo 18. Ni international tournament ya kimataifa kabisa. Itajengwa pale, na pale kuna wananchi karibu 76 samahani, ambao watalipwa shilingi milioni 351,937,500. Lakini kulikuwa na eneo la heka 10 zile ambazo sasa hivi tunajenga Afcon City. Kama mnavyojua 2027 tuna hiyo michezo hapa, na Mheshimiwa Rais ameamua kuweka mji maalum wa michezo pale. Sijui jina litakuwa ndio hilo la Afcon City, ataamua yeye, lakini pale tumeweza kuwasaidia wananchi 76 kuwapa fidia ya shilingi milioni 351. Lakini pia samahani, ile ya golf course ni bilioni 1 na 28 milioni. Hii ya Afcon ndio milioni 351,937. Lakini pia kama mnapofahamu, moja kati ya mradi ambao ni wa kimkakati sana pale Fumba ni mradi unaohusiana na ile tunaita International Conference Center, kwa maana Convention Center inakuja. Maeneo ya kumbi za mikutano ya kimataifa inakuja pale. Eneo hilo pia kulikuwa na nchi karibu 242, na wao wamepangiwa kutokana na tathmini tuliyofanya kulipwa bilioni 1,668